Bwana Yesu asifiwe. Nakusalimu katika jina la Yesu. Nakutakia heri na baraka za Mungu katika mwaka huu tena wa 2026. Tangu mwaka umeanza, leo ndo mara yetu ya kwanza tena tunakutana hapa kwa ajili ya kuendelea kujifunza. Sasa ninakukaribisha tushirikiane kwa pamoja somo ambalo Mungu ametupa tena katika kipindi hiki cha mwanzo wa mwaka ili tuweze kupata haya maarifa. Tumepewa somo linalosema fahamu namna sahihi ya kupigana vita zako ili uweze kuishi maisha ya amani na utulivu katika kulitumikia kusudi la Bwana. Fahamu namna sahihi ya kupigana vita zako ili uweze kuishi maisha ya amani na utulivu katika kulitumikia kusudi la Bwana. Kuna namna ya kuweza kupigana vita kiusahihi ambayo inaweza kutuwezesha kuliishi kusudi la Mungu vizuri. Sasa lengo la somo ni kukufahamisha kwamba ni rahisi sana kulitumikia kusudi la Mungu kwako chini ya kiwango kutokana na kutokujua namna sahihi ya kupigana vita zako. Yaani ni kukufahamisha kwamba ni rahisi sana kulitumikia kusudi la Mungu kwako chini ya kiwango kutokana na kutokujua namna sahihi ya kupigana vita zako. Usipojua namna sahihi ya kupigana vita zako, utajikuta unaishi chini ya kiwango Mungu alichokikusudia katika wewe kulitumikia kusudi lake. Sasa katika maisha yetu wanadamu, vita ni jambo la kawaida. Vita ni mfumo wa maisha. Vita ni mfumo wa maisha katika maisha haya tunaoishi. Kwa hiyo kuwepo kwa vita au kuwepo kwa majaribu mbalimbali, lengo lake ni ili sisi tuweze kuthibitishwa au tuweze kukubaliwa katika kuendelea kulitumikia kusudi la Mungu. Kuna mahali ambapo lazima upite mahali fulani, uvuke daraja fulani ili uweze kwenda kwenye kitu kingine ambacho Mungu amekikusudia. Ukiangalia hata kwenye Yakobo 1 ule mstari wa 12. Waraka wa Yakobo kwa watu wote mlango ule wa 1 mstari wa 12, neno la Mungu pale linasema hivi: heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukabiliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Sasa vita zinapoinuka kwenye maisha yetu ni ili kutujaribu. Vita zinapoinuka ni ili kutujaribu, na tunapojaribiwa, tutakapostahimili kwenye yale majaribu, tunathibitishwa kwamba tumefuzu kuweza kwenda kwenye hatua nyingine. Ni kama tu huku duniani katika maisha haya ya kawaida ya elimu. Hauwezi kwenda kwenye hatua nyingine kama haujapimwa kuangalia kwamba hatua ya mwanzo uliokuwepo umeweza kufuzu. Umeweza kufuzu ndo ili uthibitishwe kwenda kwenye hatua nyingine. Na hivyo hivyo katika maisha yetu, vita zinakuja kwa ajili ya kutujaribu. Sasa kwa sababu vita zinakuja kwa ajili ya kutujaribu, ni lazima tujue namna sahihi ya kuweza kukabiliana na hizo vita ili tuweze kuvuka. Kwa hiyo kinachosababisha mtu kukubaliwa ni kiwango chake cha kustahimili katika kule kujaribiwa. Vita inapokuja kwa ajili ya kukujaribu, kiwango cha kustahimili ile jaribu lililokuja ndiyo itakayoweza kukusababisha wewe ukubaliwe. Kwa hiyo Mungu katika maisha yetu huwa anaruhusu tupite kwenye vita mbalimbali. Sasa lengo la Mungu si kama anataka tupitie kwenye hizo vita ili zituangamize. Hapana, anataka imani zetu zijaribiwe tunapopita katika hizo vita mbalimbali. Sasa imani zetu zinapojaribiwa, pale tutakapoweza kustahimili katika yale majaribu, ndipo ambapo tunapewa ushindi na kwenda katika kiwango kingine. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba vita
na majaribu vinakuja kwenye maisha ili tushinde na tuweze kukubaliwa. Yaani lengo la vita na majaribu kuja kwenye maisha yetu ni ili sisi tuweze kushinda. Sasa ni lazima tujue namna sahihi ya kupambana au ya kupigana hizo vita ili sasa tuweze kushinda, tuweze kuishi maisha ya amani, tuweze kuishi maisha ya utulivu ili tuweze kulifanikisha lile kusudi ambalo Mungu amelikusudia kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tunaposhinda katika vita mbalimbali ndipo tunathibitishwa kwamba tumestahili kupokea tena sasa yale ambayo Mungu anayo kwa ajili yetu. Ukiangalia hata Ibrahim kipindi kile ambacho alikuja kupewa mtoto, tunaona Ibrahimu alitembea na Mungu kwa muda mrefu sana. Yaani kama ingekuwa basi ule muda aliotembea na Mungu na vyote vilivyofanyika pale ilikuwa inatosha sana kumthibitisha kwamba Mungu aone kwamba huyu sasa, huyu hapa ni mtu ambaye naweza kwenda naye sana. Lakini tunaona hata baada ya Mungu kutembea naye muda mrefu, lakini Mungu aliamua kumpitisha Ibrahim kwenye vita iliyopigana katika nafsi yake. Akamwambiaje? Akamwambia mtoe Isaka kuwa sadaka, mtoto wa pekee aliyemsubiria kwa miaka 25. Anamwambia mtoe kuwa sadaka. Ile ilikuwa ni vita imeinuka kwa Ibrahim kwenye nafsi yake, maanake pale lazima kulikuwa kuna mawazo yanayokuja yakikinzana, lakini kusudi la Mungu ilikuwa ni kumjaribu ili kumthibitisha. Tukiangalia Mwanzo 22 mstari wa 12 pale, Mwanzo mlango ule wa 22, Mwanzo 22 mstari wa 12, neno la Mungu linasema hivi: akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Ni nini? Ibrahim alipita kwenye vita fulani, lakini lengo la kupitishwa pale ilikuwa ni ili Mungu amthibitishe, Mungu apate kile ambacho amekitaka kwenye moyo wake. Kwa hata na sisi tunaweza tukapita katika vita mbalimbali, tukadhani kwamba kwa nini mimi napita kwenye vita hivi, lakini kumbe Mungu anatafuta sababu ya kuthibitisha. Zile vita zinakuja kwa ajili ya kutujaribu, na Mungu anatafuta sababu ya kututhibitisha kwamba tumefuzu kupewa vile ambavyo Mungu amekusudia kutupa. Kwa hiyo mara zote vita zinapoinuka kinyume chetu, lengo la kwanza la Mungu ni kutaka kututhibitisha. Sasa sisi kwa sababu saa nyingine tunakuwa tunashindwa kujua namna sahihi ya kupigana katika vita, tunakuwa tunakosea. Na kwa sababu tunakosea, kuna mahali, kuna hatua hatuwezi kuongezewa. Hatuwezi kuongezewa kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu ambacho hatujafuzu hapo. Ukiangalia kwenye Wakorintho wa pili 10 mstari wa 3 na 4. Wakorintho wa pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorintho wa pili mlango ule wa 10 mstari wa 3 na 4. Waraka wa Paulo kwa Wakorintho wa pili mlango wa 10 ule mstari wa 3 na mpaka wa 5. Wa 3 mpaka wa 5, tutasoma wa 3 mpaka wa 5. Neno la Mungu linasema hivi: maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra zipate kumtii Kristo. Katika kupigana vita zetu, Mungu ametupa silaha, na neno la Mungu linatuambia hivi: japokuwa sisi tunaenenda kwa jinsi ya mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, bali
silaha za vita zetu zina uwezo katika Mungu, na hizo silaha tumeona zinaweza kuangusha ngome, zinaweza kuangusha mawazo, zinaweza kuangusha kila elimu na kila kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu ali hai, lakini pia na kuteka nyara kila fikra. Zingatia, kuteka nyara kila fikra. Hizo silaha za vita zetu zinao huo uwezo. Kwa hapa ni kama tu angeweza kuorodhesha vitu vyote kabisa, lakini hizi silaha za vita zetu ambazo Mungu ametupa zinao uwezo wa kupigana na kila aina ya vita. Sasa leo ninataka tuangalie tu silaha moja tu, ambayo hiyo silaha ni silaha kubwa ambayo inaweza kukusaidia kupigana na kushinda kila vita. Silaha nataka tuangalie hapa leo, nataka tuangalie silaha ya hekima. Silaha inayoitwa hekima, silaha ya kupigana vita zetu inayoitwa hekima. Kumbuka katika kule silaha kwenye zile silaha za vita zetu hapo kwenye Wakorintho tulipotoka, amesema hivi, tukiteka nyara kila fikra. Sasa hii silaha ya hekima ina uwezo wa kutuwezesha kuteka nyara kila fikra. Na vita nyingi zinapiganwa ni kwenye fikra. Vita nyingi zinapiganwa ni kwenye fikra. Ndio maana ukiwa na hekima unaweza kushinda vita zote. Kuna vita ambazo hazihitaji nguvu za mwili, zinahitaji tu kuwa na hekima. Kwa ukiwa na hekima unaweza kushinda vita zote. Na sasa kwa sababu mara nyingi tumekuwa si kama labda hatuna hekima, lakini hatutumii hekima kama silaha ya vita zetu, tunajikuta mara nyingi sana tumeshindwa. Sasa ngoja tuone kwanza hekima ni nini. Tafsiri ambayo mimi nimepewa kwa habari ya hili somo: hekima ni uwezo wa kutatua au kukabiliana na changamoto bila kuongeza tatizo au kuzalisha tatizo jipya. Hekima ni uwezo wa kutatua au kukabiliana na changamoto bila kuongeza tatizo au kuzalisha tatizo jipya. Bila kuwa na hekima, tunapokutana na changamoto mbalimbali, tunapotaka kutatua changamoto mbalimbali au tunapokabiliana na matatizo mbalimbali, bila kuwa na hekima, huwa tunajikuta tunaongeza tatizo kuliko kuondoa tatizo. Sasa tunapokuwa na hekima, inatuwezesha kutatua au kukabiliana na changamoto bila kuongeza tatizo au kuzalisha tatizo jipya. Tuangalie kwenye Mithali 9 mstari wa kwanza. Mithali 9 mstari wa kwanza, Mithali 9 mstari wa kwanza na Mithali 14 mstari wa kwanza. Mithali 9 mstari wa kwanza na Mithali 14 mstari wa kwanza. Mithali 9 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema hivi: hekima ameijenga nyumba yake. Kwenye Biblia ya Kiswahili naona kuna mistake kidogo, amesema hekima umeijenga nyumba yake. Hekima ameijenga nyumba yake, amezichonga nguzo zake 7. Hekima ameijenga nyumba yake. Kazi ya hekima wakati wowote ni kujenga. Mahali penye mabomoko, hekima inapotumika ni ili kujenga. Ndio maana tumesema kwamba hekima ni ule uwezo wa kutatua au kukabiliana na changamoto bila kuongeza tatizo au kuzalisha tatizo jipya. Maana yake hekima inapoingia kwenye aina fulani ya vita, kazi yake ni kujenga pale palipobomoka. Ndio maana nasema hekima ameijenga nyumba yake, amezichonga nguzo zake 7. Twende pale kwenye Mithali 14 ule mstari wa kwanza. Mithali 14 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema hivi: kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Hekima kazi yake ni kujenga. Tunapo
tunapokosa hekima katika kupigana vita zetu, tunajikuta tunasababisha mabomoko zaidi kuliko pale palipokuwa pamebomoka. Tunabomoa zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukosa hekima. Huyu mwanamke ambaye anasemekana kwamba anaibomoa nyumba yake kwa mikono yake, maana yake ni nini? Kwamba tayari kumekuwa kuna tatizo. Sasa yule mwanamke ambaye hana hekima, tatizo linapotokea, kutokuwa na hekima kunafanya kubomoa badala ya kujenga. Kwamba tatizo linakuwepo, liko pale, lakini mwanamke mwenye hekima, hata kama tatizo linakuwa liko pale, kazi yake huwa ni nini? Ni kujenga. Kwa sababu gani? Kwa sababu anayo silaha inayoitwa hekima, ambayo kazi yake ni kujenga. Kwa hiyo sasa, tunapokuwa tunakosa hekima katika vita zetu, tunajikuta tunafanya panabomoka zaidi. Pale ambapo palikuwa panatakiwa tuweze kujenga, tunajikuta sisi tumebomoa zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kumekosekana hekima. Tatizo linaweza likawa ni kubwa kweli, tatizo linaweza likawa ni baya la kuumiza kweli, lakini ubaya wa namna yoyote, unapotumia silaha inayoitwa hekima katika hiyo vita, lazima utatengeneza. Kwa sababu ukiangalia hata Yesu, kuna wakati walikuwa wanataka kumkamata Yesu, wale Wayahudi, lakini Yesu kwa kutumia hekima aliamua kujikwepesha asikamatwe na wale Wayahudi. Kwa sababu gani? Kwa sababu muda wake ulikuwa hujafika. Lakini tunaona kabisa Yesu ni Mungu, alikuwa na uwezo mkubwa sana. Alikuwa na uwezo mkubwa sana, lakini pamoja na uwezo mkubwa aliokuwa nao, bado hakuamua kutokutumia hekima ili kuonyesha ule uwezo aliokuwa nao, lakini aliamua kutumia hekima kwa sababu alijua wakati wa kukamatwa kwake ulikuwa haujafika bado. Kwa sababu wakati wa kukamatwa kwake ulikuwa haujafika bado, alitumia hekima, akapita katikati yao, akaondoka pale. Lakini neno la Mungu linaendelea kutuonyesha kwamba hata wakati ule ambapo Yesu alikuja akawa anapitia mateso makubwa sana. Wakati yuko kwenye safari ya kwenda msalabani, akapitia kwenye mateso makubwa sana, lakini neno la Mungu linatuambia kwamba alitulia. Kilichompa kutulia ni nini? Ni ile hekima, kwa sababu angeweza kutumia mamlaka yake, angeweza kutumia uwezo wote alionao. Kwa sababu tukiangalia hata pale wakati ule ambapo wamemjia, wanataka sasa kumkamata, akawauliza, mnamtafuta nani? Akasema, Yesu Mnazareti. Akasema, ni mimi hapa, nikamateni. Ile tu kusema ni mimi hapa, nikamateni, nguvu za Mungu ziliachiliwa pale, wale wote wakaanguka. Kwa hiyo alikuwa na uwezo mkubwa sana, alikuwa na mamlaka kubwa sana, lakini kwa sababu ya ile hekima aliyokuwa nayo ili aweze kulikamilisha kusudi la Mungu, aliamua kukaa kimya, na ilimwezesha kuweza kulikamilisha kusudi la Mungu. Tuangalie pale Isaya 53. Isaya 53 ule mstari wa 7. Isaya 53 mstari wa 7, neno la Mungu linasema hivi: alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwanakondoo apelekwaye machinjioni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Lengo la Yesu kutokufunua kinywa chake ni nini? Alikuwa analinda asije akaharibu lile kusudi la Mungu lililomleta duniani. Kwa sababu katika kuongea kwake, katika kupambana kwake kibinadamu, angeharibu kabisa lile kusudi la Mungu ambalo limemleta duniani. Kwa ndio maana aliamua kukaa kimya. Hata alipoonewa hakuongea neno lolote. Lakini imagine, Yesu alionewa na wale watu waliowaumba, alifanyiwa dhihaka na wale watu waliowaumba, lakini aliamua kutumia hekima. Ili nini? Ili kukamilisha
kusudi la Mungu la kumleta duniani. Tuangalie tena pale kwenye Wafilipi, pale kwenye Wafilipi 2:6-11. Wafilipi mlango wa 2 mstari wa 6 hadi wa 11. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi mlango ule wa 2 mstari wa 6 hadi wa 11. Neno la Mungu linasema hivi: ambaye yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana anaumbwa kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vyote vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Kwa hiyo sasa tunaona hapa Yesu alikuwa ana utukufu, lakini anasema hivi tena, alipoonekana yuna umbo la kibinadamu, alijifanya kuwa hana utukufu, akajinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Maanake kujifanya si kwamba ndo halisi. Maanake kujifanya ni maanake nini? Mimi ninayo simu, nikijifanya sina simu, si kwamba sina simu, ila kuna sababu iliyonifanya nijifanye. Mimi nina uwezo fulani, lakini najifanya kama sina huo uwezo. Sasa hapo tumeelewa kwamba alijifanya, si kwamba hakuwa na uwezo, kwamba alipotoka kule mbinguni aliondolewa na utukufu na nini. Alikuwa nao, alikuwa na mamlaka yote, lakini alijifanya kuwa hana. Alitumia hiyo hekima kwa ajili gani? Kwa ajili ya kuhakikisha lile kusudi la Mungu la kuja kwake duniani linatimia. Ukiangalia hata kule kwenye Waebrania 5 pale mstari wa 7 anasema hivi: katika kipindi cha uhai wake Yesu alilia akiomba kwa machozi sana, naye alisikiwa kwa sababu alikuwa anamcha Mungu. Ingawa alikuwa ni mwana, lakini alijifunza kunyenyekea. Lengo la Yesu kufanya hivyo vyote ni nini? Lengo la Yesu kufanya hivyo vyote ni ili kuhakikisha kwamba haharibu kusudi la Mungu, kwamba lile kusudi la kuletwa kwake duniani linatimia kwa kile kiwango ambacho Mungu amekusudia liweze kutimia. Lakini tunasema Yesu alikuwa ni Mungu, lakini tunamwangalia hata Paulo pia. Paulo kuna namna ambavyo alitumia hekima sana kupigana vita zake. Ili nini? Kuhakikisha lile kusudi la Mungu linatimia kwenye maisha yake. Lakini kwa kutumia kule hekima, tunaona alikuwa na maisha ya utulivu, alikuwa na maisha ya amani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile silaha aliyoitumia ya hekima kwa ajili ya kupigana vita zake. Ukiangalia kwenye Wakorinto wa kwanza mlango wa 9. Wakorinto wa kwanza ule mlango wa 9 mstari wa 19 hadi 23 pale. Wakorinto wa kwanza mlango wa 9 mstari wa 19 hadi 23, neno la Mungu linasema hivi: maana ingawa nimekuwa huru kwa watu wote, nalijifanya mtumwa wa wote ili nipate watu wengi zaidi. Nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi. Kwa wale walio chini ya sheria nalikuwa kama chini ya sheria, ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria, ili niwapate walio chini ya sheria. Kwa wale wasio na sheria nalikuwa kama sina sheria, si kwamba sina sheria mbele za Mungu, bali mwenye sheria mbele za Kristo, ili niwapate hao wasio na sheria. Kwa wanyonge nalikuwa mnyonge, ili niwapate wanyonge. Nimekuwa hali zote kwa watu wote, ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. Nami nafanya mambo yote
kwa ajili ya Injili ili kushiriki pamoja na wengine. Kwa nini Paulo aliamua kutumia hekima kubwa namna hii? Kujifanya saa nyingine alikuwa anajishusha, anajidharaulisha na nini? Lengo ni ili kutimiza kusudi la Mungu. Lakini hiyo hekima ilimsaidia kuweza kuishi maisha ya utulivu na maisha ya amani. Ili nini? Aweze kulitumikia kusudi la Mungu katika kile kiwango ambacho Mungu amekusudia alitumikie kusudi la Mungu. Kwa hiyo hekima ni silaha kubwa sana inayoweza kutusaidia sisi kuweza kulitumikia kusudi la Mungu, huku tukiwa tuna amani, huku tukiwa tuna utulivu. Lakini tunapokosa hekima katika kupigana vita zetu, tunajikuta tunaharibu kusudi la Mungu. Kuna watu wengi sana, kuna vitu vya Mungu vizuri ambavyo alikuwa amekusudia vionekane kwenye maisha yenu, vitu vitokee kwenye maisha yenu, lakini vile vitu vimezuiliwa. Havijazuiliwa kwa sababu Mungu alikuwa hana uwezo wa kufanya viwe, ila ni kwa sababu gani? Kulikosekana hekima. Badala ya kujenga pale ambapo pamekuwa na vita, tukajikuta tumebomoa zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutokuwepo kuna hekima. Kwa hiyo hata katika ahadi zote ambazo Mungu ameziahidi kwenye maisha yetu, inahitaji hekima sana jinsi ya kuenenda ili tuweze kuzipokea hizo ahadi, ili utukufu wa Mungu uweze kudhihirika. Itahitaji nini? Itahitaji sisi kuingia gharama ya kukubali kutumia hekima ili tuweze kumwonyesha Mungu vizuri mbele ya watu wengine wote. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna wakati ambapo sisi tumemwonyesha Mungu vibaya, ni kwa sababu tu ya kupungukiwa kwa hekima. Kwa hiyo tukakuta ule utukufu ambao Mungu alikuwa anataka udhihirike kupitia sisi haudhihiriki tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumepigana vita katika hali ya kibinadamu. Kwa sababu tumepigana vita katika hali ya kibinadamu, tukajikuta sasa hatumpi Mungu utukufu katika kile kiwango ambacho Mungu amekusudiwa kutukuzwa. Ukiangalia kwenye Timotheo wa pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Timotheo wa pili, mlango wa 4 mstari wa 7. Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 7. Tunaona kwamba Paulo jinsi ambavyo aliamua kutumia hekima katika kupigana vita zake, aliweza kulitumikia kusudi la Mungu na mpaka akafika mwisho. Kama jinsi ambavyo tumemwona Yesu kwa kutumia hekima aliweza kulitumikia kusudi la Mungu kwa ukamilifu mpaka mwisho. Na huku tunaona Mungu akasema hivi, kwa sababu hiyo Mungu akamwadhimisha mno, akampa jina lipitalo kila jina. Kwa sababu gani? Alitumia hekima katika kupigana vita zake, akahakikisha amelifikisha kusudi la Mungu salama. Vivyo hivyo na Paulo, hivyo hivyo kwa kutumia hekima aliweza kulifikisha kusudi la Mungu pale mahali ambapo limetakiwa kufikishwa. Angalia Timotheo wa pili 4 mstari wa 7, pale neno la Mungu linasema hivi, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikubali kuwa kila kitu kwa kila mtu, kwamba aliamua kwenda katika hali zote ili kuweza kumsaidia kila mmoja. Kwa hiyo katika utumishi huu ambao Mungu ametuitia, ni lazima tukubali kuingia gharama ya kuamua kutumia hekima katika kupigana vita zetu badala ya kwenda katika hali zetu za kibinadamu. Mungu ameshatuambia kabisa, sisi tunaenenda katika mwili, lakini sisi kamwe hatutakiwi kufanya vita kwa jinsi ya mwili. Ndio maana amesema ingawa tunaendelea katika mwili, lakini hatufanyi vita katika mwili, bali silaha za vita zetu zina uwezo katika Mungu. Na hizo uwezo ulionao katika hizo silaha, unaweza kuangusha ngome, unaweza kuangusha mawazo ya kila namna. Ni mtu anakuwazia, ni kuzimu inakuwazia, ni popote kuna kuwazia. Inaweza kuangusha kila kinachoinuka kinyume cha elimu ya Mungu aliye hai, inaweza kuangusha, na inaweza kuteka nyara kila fikra zipate kumtii Kristo. Ni nini? Sisi tunatakiwa kukubali kuingia gharama ya kuwa na hekima katika kupigana vita zetu. Ili nini? Ili tuweze kumpa Mungu wetu utukufu. Kwa hiyo Mungu akusaidie sana. Mungu atusaidie katika jina la Yesu.
tuweze kujua namna sahihi ya kupigana vita zetu ili tuweze kuwa na ushindi, tuweze kuishi maisha yenye amani na utulivu. Wakati mwingine tunakuwa tunavurugwa sana, maisha yetu yanavurugwa sana, hayana amani, hayana utulivu. Ni kitu kidogo tu tumekosa hekima katika kupigana vita zetu. Kwa hiyo shetani anajua hatuna hekima katika kupigana vita zetu. Kwa hiyo pale katika zile vita anatuwekea mtego kwa ajili ya kutaka kutuvuruga na kuvuruga kusudi la Mungu. Sasa mwaka huu tuamue kwamba hatutapigana vita tena katika jinsi ya kimwili, bali tutapigana vita zetu kwa hekima ili tuweze kumzalia Mungu matunda, ili tuweze kufika mwisho wa utumishi wetu, kama vile Paulo anavyosema hivi, amepigana vita vyema, imani ameilinda, ameweza kukamilisha na ule mwendo wake ameukamilisha. Tuweze kuishi maisha ya namna hiyo na tuweze kuwa na ushuhuda wa namna hiyo. Nini kitakachotusaidia kujua namna sahihi ya kupigana vita zetu? Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.